Bwana, mambo vipi? Karibu sana katika mwendelezo wa simulizi zetu. Alitawala taifa lenye utajiri mkubwa wa madini barani Afrika kwa zaidi ya miaka 30. Wengine walimuita mkombozi wa Zaire, wengine walimuita dikteta aliyetumbukiza taifa lake kwenye ufisadi na hofu. Jina lake lilihusishwa na siasa za vita baridi, mapinduzi, kuanguka kwa Patrice Lumumba na uhusiano wa karibu na mataifa makubwa ya magharibi. Lakini swali kubwa ni hili: hii si simulizi ya rais wa kawaida. Hii ni hadithi ya mtu aliyebadilisha jina la nchi, akakusanya mamlaka makubwa, akatawala kwa miongo mitatu na akaondoka huku likikabiliwa na majeraha makubwa ya kisiasa na kiuchumi. Karibu katika kipindi chetu cha kina. Leo tunaifungua hadithi ya Mobutu Sese Seko. Wakati mamilioni ya raia wa Zaire walikuwa wakikosa huduma za msingi, ikulu ya Mobutu Sese Seko ilikuwa mfano wa maisha ya kifalme. Alimiliki makazi kadhaa ya kifahari ndani na nje ya nchi. Miongoni mwa yaliyotajwa sana ni jumba lake kubwa huko Babelite, mji alikozaliwa. Jumba hilo lilikuwa na vifaa vya kisasa, bustani kubwa, ulinzi mkali na miundombinu ambayo iliwafanya baadhi ya watu kuuita mji huo Versailles ya msitu.